wataambiwa watu waliodhulumu nafsi zao, wataambiwa nini? Kibakila kile itasemwa lilladhina dhalamu, itasemwa kwa wale waliodhulumu nafsi yao, wale watu upande wa mkono wa nini, wa kushoto, wataambiwa dhuku, onjeni, dhuku, onjeni adhab al-khuld, adhabu ya daima milele. Adhabu al-khuld, onjeni adhabu ya daima nini, daima milele. Hal tujzauna, hamtalipwa, hal tujzauna, hamtalipwa katika hiyo moto illa bima kuntum taksibun, illa kwa kile kitendo mlichokuwa mmeyachuma. Malipo yenu inaambatana na chumo lenu. Umechuma nini? Yale uliyochuma ndio utajibiwa kwayo. Sawa? Yale chumo lako ndio utalipwa kwayo. Ama niliyofanya katika dunia hapa, ila malikiwa nzuri utalipwa mazuri, ila malikiwa mbaya utalipwa mabaya vile vile. Ndio namna hii. وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ. Watu kafiri bado wana mengi ya kusema, wana mengi ya kuuliza. Wastanbiuka, wastanbiunaka, Mwenyezi Mungu anasema ya Rasulullah, ya Nabii Allah, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wastanbiunaka, na hao makafiri wanakuuliza uwape habari. Wastanbiunaka, hao makafiri wanakuuliza uwape habari. Wastanbiunaka, hao makafiri wanakuuliza uwape habari. Ahaqun hu, ahaqun, je, ni kweli hiyo adhabu unayosema ni kweli? Ewe mama, hiyo adhabu unayosema iko kweli hiyo adhabu? Ukafika mzabani, hiyo adhabu unayotuambia tutaadhibiwa, ni kweli adhabu iko au ni kitisho kinatutisha? Istabiuna, wape habari. Habari ya nini? Ahaqun hu, je, ni haki hiyo adhabu iko? Mwenyezi Mungu anajibisha, anamwambia Rasul, qul ya Rasulullah, qul ya Nabii Allah, qul ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mjibisha hapo, wajibisha, qul i wa rabbi innahu lahaqqun, qul i wa rabbi innahu lahaqqun. Qul ya Rasulullah, sema waambie Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waambie hao watu wanaokuuliza, waambie i naam. So ulize adhabu ni kweli? Jawabu ni nini? Jawabu ni i naam, ndio. I maana yake nini? Naam, ndio. Adhabu hii naam kweli iko. Tunataka muuliza iko au hapana? Nataka mimi niwape habari kwa adhabu iko au hapana? Tunawaambia i. Maana naam. Tena haitoshi naam yangu peke yake, wa rabbi, na hapo kwa jina la Mola Muumba wangu, ndiyo hiyo adhabu iko, na hapo kwa jina la Mola Muumba wangu kuwa ipo. Sawa? Na hapo wa rabbi, na hapo kwa jina la Mola wangu kuwa ipo, innahu, haka bila shaka hiyo adhabu la haqqun, ni kweli kabisa ipo, hapana shaka ndani yake, wala hapana uvumi ndani yake, wala hapana uongo ndani yake. La haqqun, ni kweli adhabu ipo. Wama antum bimu'jizina,
na nyinyi hamwezi kumshinda Mwenyezi Mungu, takum bikeli barabara takum namna ajaltakum bisatakum bikeli barabara jerikum namna jeratakum bijeratakum bikeli wama antum mujizina, na wala nyinyi hamwezi kumshinda nani Mwenyezi Mungu. Fanyeni mnayotaka kufanya, msitumaini kwa siku moja mtamshinda. Hakuna, hamwezi kumshinda, si kwa hesabu, hakuna kumshinda Mwenyezi Mungu. Kimbia mwana kukimbia, utakimbia wapi? Mwenye dunia siku hiyo atakuja dunia yake. Unapokukimbia wama antum mujizina, na nyinyi hamwezi kumshinda Mwenyezi Mungu. Takum badri kile rabbana abdan sokum ila la takum biso, lakini kile rabbana ya mafi. walau anna likulli nafsin zalamat ma fil ardi laftadat bih wa asarru an-nadama lamma ra'ahu al-'adab wa qudiya bainahum bil-qist wa hum la yudlamun. Anasema Mwenyezi Mungu, walau anna, lao kabla shaka, likulli nafsi, ikiwa anayo kila nafsi, nafsi gani? Dhulma, kila nafsi iliyodhulumu nafsi yake, ikiwa anaye ma fil ardi, mali zote zilizoko katika hiyo ardhi, akiwa nayo mwenye kudhulumu, kuwa ni ya mwenye kudhulumu, ili afanye naye nini hiyo mali? Laftadat bi, ili ajikomboe nayo, atoe nayo faini kwa Mwenyezi Mungu. Maanake nini? Hautakubaliwa. Aje kwa Mwenyezi Mungu na mali ulio na mjao wa dunia mzima, mali ulio na mjao wa dunia mzima, kutoka ardhini mpaka mbinguni. Huyu ni nani? Mtu mmoja tu ndiye anayo hiyo yake. Sasa wakiwa 10, hiyo mali kidogo hiyo, wakiwa 10 basi halali, atakuwa trilionia, bilionia, kitu gani? Lakini wapi? Kwa Mwenyezi Mungu huko mali haina manufaa. Kwa Mwenyezi Mungu huko mali haina, hakuna atakuuzwa huko, hakuna atakununuliwa huko. Na Mwenyezi Mungu hana haja na hongo, hana haja na rushwa, hana haja na milungura. Ndio anatuambia walau kana, lau ingelikuwa anna likulli nafsin dhalaman, hakika anayo kila nafsi iliyodhulumu ma fil ardi, kadri ya mali zote zilizo katika hiyo ardhi, anayo ya kufanyia nini? Laftadat bihi, ili apate kujikomboa nayo, isingelikubaliwa hayo. Lakini siku hiyo, baada ya makafiri kuona wamekosa uwezo wa kuweza kujikomboa, wamekosa maneno ya kuweza kusema mbele ya Mwenyezi Mungu, wamekosa nguvu ya kuweza kufanya mbele ya Mwenyezi Mungu, wa asarru nadama, wataficha nini? Majuto moyoni. Wa asarru nadama, wataficha nini? Majuto moyoni. Kuna moyoni wakisema lau tungelikuwa tunajua kankanar, kankanar fukalas muda fati, tungelikuwa tunajua, lakini muda umeshafanyaje? Imeshapita, hakuna riba. Sikia matokeo yako inaingia ya riba. Unajua unaona dunia ina riba, dunia hiyo go ahead inakwenda tu, haina gia ya riba. Sawa, ingelikuwa ina gia ya riba tungelitia wazazi yetu wangelirudi hapo, lakini hakuna. Kwa hivyo let us go ahead, wacha tuende, lakini tuende na mazuri. Tena wangelificha nini majuto yao? Wakati gani? Lamma raul adhab, pindi pale watakapoona nini? Adhabu ya Mwenyezi Mungu wazi. Ndio hiyo
mateso ya Mwenyezi Mungu wazi ndio hiyo. Hao mujrimini, watu waovu, watu wabaya, hapo wataficha majuto yao ndani ya moyo. Tungelijua tusingelikuwa waovu, tungelijua tusingelikuwa wachafuzi, tungelijua tusingelikuwa nini wabaya, mpaka leo tunakwenda kuingia motoni. Wataficha majuto yao, lakini majuto hayo ya kupita siku hiyo itafanya nini? Haitafanya kitu. Wakudhiya bainahum, na itahukumiwa baina yao watu waovu siku hiyo bilqisti. Hukumu hiyo itakayohukumiwa baina ya Mwenyezi Mungu kwa uadilifu, bilqisti, kwa uadilifu kabisa. Wahum la yudhlamun, nao watu hawata nini? hawatadhulumia. Wama kana rabbuka bidhallamin lilabid, wama kana rabbuka bidhallamin lilabid, wama kana rabbuka bidhallamin lilabid. Hakuwa Mola wako ni mwenye kudhulumu waja. Mwenyezi Mungu si mwenye kudhulumu waja, bali waja wenyewe ndio wanaodhulumu nini? Nafsi zao. Waja kwa kukataa hayo ya Mwenyezi Mungu ndio wakawa wao ni wenye kudhulumu nafsi zao, kwa kufanya wao ni mateka za nafsi zao. Na ndio daima kinachotakiwa kwa mja mzuri na kwa mja mwema, asiendekeze nini? Nafsi yake, asiendekeze nini? Moyo wake. Ndio inasema kwa wakhalifi nafsa wa shaitana wa athima wa inhuma mahadaka nusaha fatahimi. Daima muda ya kuishi kwako katika hii dunia, khalifi nafsa, nenda kinyume na nafsi yako. Ukuambiwa nenda kinyume na nafsi ya Yesu, hapana. Wewe mwenyewe yako usijifuate. Mwakeleleka nafsi tasali, kama keleleka mata fatia sali, keleleka mata fatia ita. Ndio keleleka ita tiki keleleka fatia ita. Tungaso kamtarama nene guru hawaja. Kyo mate dekati keleleka mata fatia mzeju. Mamde ita zidu mata fatia ita mata taba ita. Wa khalifi nafsa. خلي في نفسك ما تسمع كلام نفسك من كلام سو عبدالله سجدي ما تسو كلام تمسجو ما سيبو بو كم سجو ما يا كمان كلام لو زي كلام ما اسمه بو كان وخالف النفس خالف نفسك إذا كنوا من نفسك وسيندكت نفسك والشيطان هو الشيطان بلا ومخالف اسمه اندكت واسيهما daima muda ya kuishi katika dunia, asi nafsi yako na asi shetani. Unaona, unaambiwa wewe mwenyewe namna hiyo, usijiendekeze. Khalifi nafsa ndio wa inhuma mahadaka nusaha fatayn. Nafsi yako ikikutakasia nasiha, nafsi yako ikikutakasia maneno, nafsi yako ikikutakasia wadi, fatahi, iwekee shaka. Sasa wewe mwenyewe utitie mwenye wewe shaka na wewe. Sasa unaona wewe mwenyewe una shaka na wewe, itajeda tazu kunitekeleni shaka maita mazita kuni shwali tegaminita la mataminita abadala dini baada gana jika ajili tena kika hata agana kitaike mtana basi hapana. متى منيت ذلك وخالف النفس واسيهما اسي نفسك من الشيطان فاتهمي كنفسك كلام ديتا اتاسو سسبكت نفسك يدري كل مدانا كل مشكة في ذلك صح يقول ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ما يسبق أنا سيد ألا أداة إيه؟ تنبيه. ألا كلكم
gumkum min ghaflatikum ko damdan rabana inna kalas ghaflani rabana inna manu dan da ju turu ana da ju so mo gabe aju turu mo gabe mo teka ala mana ju so gum sade masata nu kala sade masata kun ghaflan ala gumkum min ghaflatikum bi bobo sasa ala mana ju gumkum min ghaflatikum bi bobo تكون ليش غفلانين كلام وديك كلام لا شو أنا غفلان أنا غفلان أنا إذا تقبل أنا رمضان أنا زيدوكانين لأن تامكو كوتو عليه غفليكا عليه غفليكا أمسها sasa inatakiwa azidukane amka ala manake zidukane toka kutokamana na ghafla uliomo ndani yake sawa. Sasa Mwenyezi Mungu anatuzindua kwa kuwa tumeghafilika, kwa kuwa tumo katika ghafla, tumo katika mghafala mkubwa, ndio anatuambia ala mzidukane kalakum gumkum menode ghafla natakum mzidukane inna hakika bila shaka lillahi juani hakika ni vya Mwenyezi Mungu vitu ambavyo fi samawati viko mbinguni vyote ni vyake Mwenyezi Mungu, wala ardhi na vilivyomo ardhini vyote ni vyake. Nyinyi mmekuja juzi msema hiyo miti yangu, hii shamba yangu, hiyo ardhi yangu, hii nyumba yangu, hii nguo yangu. Ulikuja hapa na kitu kwanza, ulikuja hapa wewe mjini, anakuambia Mwenyezi Mungu nini? Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an, zote mimi niliwatoa kutoka matumbo za mama zenu. Hamjui kitu wajinga, nimewaleta hapa ni wajinga. Sasa umekuwa mwerevu ndio unatoa ulimi na mimi. Haya huna wewe, adabu huna wewe. Mbona chukua ile kutoa uchi hapa uweze kusema kanta maina wala najibita ariani ndio mdani. Sasa unajua kujisitiri ndio unakuwa unabani. Sasa unaona ya maneno ya Mwenyezi Mungu. Ala msidukani. Inna lillahi akabila. Unaona buzi wale. Manubi yote nataka kuja darasa mbuzi yote kuja darasa. Tukungana kana mmoja kana kumjere Qur'an. Kana mmoja Qur'an. Amilala. Itega. Hiyo yote ishara ya Mwenyezi Mungu inaonyesha kwetu sisi tuone. Yote ishara ya Mwenyezi Mungu anatuonyesha hivi. Tunaona yule anakataa kwenda yule bado. Anakwenda kupiga na amekataa. Aya. Anasikia hiyo kelele iko hapa, kelele ya nini? Na mwanadamu yuko kwenye macho kwenye akili hawezi kwenye kelele ya nini kwa kelele nikasikia. Aya. Ala msidukane inna kabla shaka lillahi ni vyake Mwenyezi Mungu, ba vitu ambavyo vi samawati vilivyomo mbinguni vyote ni vyake Mwenyezi Mungu, wal ardh na vilivyomo ardhini vyote ni vya nani? Vya Mwenyezi Mungu. Ala msidukane tena mara ya pili, mwamke tena mara ya pili, mtoke kwenye ghafla tena mara ya pili. Inna wa'da Allahi haq, inna wa'da Allahi haq, inna wa'da Allahi haq. Promise ya Mwenyezi Mungu ni kweli. Inna wa'da Allahi haq, promise ya Mwenyezi Mungu ni nini? Ni kweli. Wewe hujadanganywa bwana. Hujaambiwa kesho nitakuletea na kesho umepita, kesho 99 hujapewa. Umeambiwa hujaambiwa? Kalasi tusita alili wanalisha mtu sita. Kalasi tusita. Basi kalasi sita ni nguzani. Sawa. Wadi ya Mwenyezi Mungu, ahadi ya Mwenyezi Mungu ndio ahadi ya nini? Ya kweli. Ala inna wa'da Allah. Ahadi ya Mwenyezi Mungu ndio ahadi ya kweli Ramadhani.
hadi nyinginezo hizo zote ni za nini? Za urongo, ya kudanganyana. Walakinna aktharahum la ya'lamun, lakini wengi wa watu hawajui hiyo. Lakini milal tanas marfu ajali abdala marfu kalam de kana tarabana yatasi milal mo ko karabana ma milal mo ko kalam tarabana bis kalam ki gelen la hawa marfu kan gelen mo wengi, walakinna akthara nas, lakini wengi wa watu la ya'lamuna, hawajui hayo. Ramadhani huwa ahadi ya Mwenyezi Mungu ni ndio kweli. Huwa yuhyi wa yumiit wa ilayhi turjaun, anasema Mwenyezi Mungu huwa yeye Allah, huwa yeye Mwenyezi Mungu, yuhyi, yeye ndiye anayehuisha, yeye ndiye anayehuisha vitu vyote, yeye ndiye anayefanya vitu vyote kuwa hai kama uonavyo sasa. Ni uwezo wake Mwenyezi Mungu, wala si ujanja wa watu, wala si ujanja wa wanadamu, wala si maarifa ya wanadamu, wala si elimu ya wanadamu, si ujuzi wa wanadamu, si nguvu ya wanadamu ndio wamekuwa wahai wanadamu. Hapana, bali yeye Mwenyezi Mungu yuhyi, yeye ndiye anayehuisha. Wewe unajua uhai, unajua wewe ni kitu gani? Untouchable, unseenable. Uhai haushikwi, hauonwi, bali ni uhai, ni kitu cha kuhisiwa. Anayojua hayo ni Mwenyezi Mungu. Yeye basi yeye ndiye Mwenyezi Mungu anajitolea, anasema huwa yuhyi, yeye ndiye anayehuisha, anayepeana kwa kila aliye hai uhai. Wa yumiit, ni yeye Mwenyezi Mungu ndiye anaye nini? Fisha. Mwenyezi Mungu ndiye anayefisha. So fulani amemuua ng'ombe, fulani amemuua mtu, kweli? Na fulani ni sababu ya kufa ng'ombe, lakini kuua si kazi yake. Wajana likuli shay'in sababa. Hospitalini hapa kama nakufa kule fomu ya kujazwa na madaktari, what is the cause of death? Umekuja kiko bochari Ramadhani, umekuja kuchukua watu bocha hivi kwa cause of death, kwa ile karatasi yao ile na ndiko kwa sababu ya kufa. Sababu ya kufa ni nini? Wewe alikuwa kilichomuua ni nini? Sasa kazi kubwa imekuwa mpaka wanafanya post-mortem ya kupasua tumbo, pasua kifua, pasua kichwa, pasua nini, watafuta kitu kilichofanya nini. Labda mshipa umekatika kichwa, labda ubongo umepasuka, labda moyo nini. Basi kitu yao. Lakini anasema ya Mwenyezi Mungu huwa, yeye Mwenyezi Mungu yuhyi, ndiye anayehuisha, wa yumitu, na anaye nini? Anayefisha. Ndio unaona mtu Muislamu mara nyingi kufa na kuwa ana ameshakufa, basi Mwenyezi Mungu ameshamkutana, basi maneno yake yamekwisha, maneno yake imekwisha. Ndio ile bwana mkuu mheshimiwa Chukule wazee waliomba niko kila mtu akifa Nairobi hii lazima ifanyweni ifasuli. Miongoni mwa maneno ile mzee Abdalla Juma Mwenyezi Mungu amrehemu hapo kwa mheshimiwa hapo ya Rabbi, mheshimiwa tunakumwomba maiti zetu wasipasuliwe. Naamini imani kwa Mwenyezi Mungu ndio nimekubali hiyo maneno ya mzee, na tukielewa afapo mtu ni umri mrefu, takiwa mdogo ni umri wake, lakini hapana dhana ya kuwa amepigwa pamoja na roho na nini. Ni mwaka ile mzima alikuwa akipata pongezi kwa Waislamu.
Maka ile mzima alikuwa akipata tukufu kwa sababu ya maneno ya huyu mzee Abdallah. Sababu ya kuacha kupasuliwa watu Waislamu. Ina kama amekunywa chumvi, amekula hiyo maneno mengine. Yaani mpolisi mnasikia. Ndio mtu Muislamu, mtu akifa basi ana wacha. Ameshakufa hata akipasuliwa kitu gani faida iko? Hapana, itaandikwa tu amekufa kwa sababu fulani, lakini manufaa ni kisha huwa ya Mwenyezi Mungu yeye ndiye anayehuisha wa yumiti na nafisha wa ilahi, ndio kwake Mwenyezi Mungu turjaun. Nyinyi mna nini? Mnarudishwa. Turjaun mnafanyaje? Wewe unarudi ita gari kama gari jeita, wewe urudi, unarudishwa. Turjaun mnarejeshwa. Mnarejeshwa kwa nini? Kwa yeye Mwenyezi Mungu akhrajakum, yeye ndiye aliyowatoa kutoka katika matubuni. Ndio kurudishwa kwani mtarejeshwa kule mlikotoka. Ya ayuhan nas qad ja'atukum maw'idatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi as-sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Ona sasa Mwenyezi Mungu ana address dunia mzima. Hakusema ya ayyuhal muslimun, hakusema ya ayyuhal mu'minun, anasema ni ya ayyuhan nas. Sasa hapa watatoka katika ya ng'ombe ndio hayuko, kondoo hapana hapa, mbuzi hapana hapa, inzi hapana hapa, lakini maneno kwa watu wote wanadamu. Ya ayuhan nas, enyi watu, qad, kabla shaka, jaatkum, imekwisha kuwafikia nyinyi, maw'idhatun, maw'idha imefika kwenu. Na maw'idha hiyo ni nini? Ni hiyo Qur'an. Maw'idha ni nini? Ni maneno yaliyo na manufaa kwako duniani na akhera, au ni nasiha ya maneno iliyo na kheri kwako katika dunia na akhera. Ndio maana maneno ya Mwenyezi Mungu kwa walimwengu, kwa watu wote, kwa watu wote dunia mzima imekuja kwa ajili nini? Mauidhatun min rabbikum. Mauidha mauidha imetoka wapi kwa Kristofa? Hapana, min rabbikum, kutoka kwa Mola muumba wenu. Mawaidha imetoka kwa Mola aliye nini? Aliyeumba dunia, aliyeumba ulimwengu na walimwengu na vilivyomo ndani yake. Hiyo maneno imetoka kwake. Anawapa mawaidha, wapa instruction namna ya kutumia ubinadamu katika dunia, namna ya kutumia nini? Ubinadamu katika dunia. Au watu wanasema watu wa human right. Human right kweli ni Allah. Wachume right kutoka katika kitabu cha Mwenyezi Mungu. Kwa Mwenyezi Mungu ameita watu sasa waje kwa Qur'an waone nini haki ya watu. Hakuna anayejua haki ya watu kama nani? Kama Mwenyezi Mungu. Na Mwenyezi Mungu haki za watu alitaja katika Qur'an. Sasa human right kweli inataka irudi kwa Qur'an, ndio itajua kweli haki ya watu ni nini. Wadhani nini? Haki za watu kutoka Mungu kitaka kujua haki za watu wote katika Qur'an. Ndio. Kwa Mwenyezi Mungu aliwaita watu. Aliwaambia watu, ya ayuhan nas, enyi watu, qad ja'atkum, kabla shaka mmekuja kwa ajili nyinyi mauidha, nasiha. Na mauidha na nasiha ni nini? Ni maneno yaliyo na heri kwako katika hiyo dunia na akhera. Ni maneno yaliyo na wema kwako katika hiyo dunia na akhera. Basi kwa hivyo haki ya mwanadamu imo katika huo wito alioitiwa kwake. Haki ya mwanadamu imo katika nini? Huo wito alioitiwa kwake na Mwenyezi Mungu.
min rabbikum, mauidha inayotoka kwa Mola wenu. Tena waje wanadamu katika hiyo mauidha, wa shifaun lima fi sudur, na hiyo mauidha imo ndani yake ni shifaun, pozo na magonjwa yaliyomo katika nyoyo, katika vifua, pozo na magonjwa yaliyomo katika vifua, yaani moyo, pozo na magonjwa yaliyomo katika vifua, sio heart beating, sio heart beating, au magonjwa ya maumivu ya moyo. No, kuna ugonjwa wa moyo, ukafiri ni ugonjwa mkubwa katika moyo, ushirikina ni ugonjwa mkubwa katika moyo, unafiki ugonjwa mkubwa katika moyo, ujeuri ugonjwa mkubwa katika moyo, ukiburi ugonjwa mkubwa katika moyo, kujipendekeza, kujipendekeza ugonjwa mkubwa katika moyo, na ria, kujionyesha, ugonjwa mkubwa katika moyo. Na magonjwa hayo inayo gutusho lake inalogutusha kwayo moyo. Lala nini? Gutusho wake kugutusha kwayo nini moyo, mpaka moyo ukaanza kubisha, kugonga upesi au kuslow down. Ukiburi na jeuri, hakari, baria, mahasad, madhuluma, manyakama, makibir, kazul fibo, udi bara usiri dia yan tegelbo, ka gidugu gelba kaman, gidugu gelba. Hiyo ya hatibiti dawa yake iko kwa Kenyani. Hatibiti, lakini magonjwa hayo unayotajua ya unafiki, ya ujeuri, ya ukiburi, ya ukafiri, ya ushirikina, ya hasad na ria, dawa yake imo katika Qur'an. Dawa yake imo wapi? Katika Qur'an. Sasa au madaktari wanataka kazi yao ifanikike, iwe mafanikio kubwa, na waje na dawa na waje wachukue mawaidha kutoka katika Qur'an. Sio wewe wacha ushirikina, wewe wacha nini, kunywa hiyo dawa utapona na nini hivi. Hivi itapoza ile moyo, itapoza ile akili, itapoza ujeuri, wewe wacha ujeuri baya na nini namna hiyo vitu. Lakini huyo mtu hatibidi kwa sababu ya mkali na hata na nini unampa hiyo, anachiti tu. Sasa huyu mtu alikuwa anataka apewe nini? Mawaidha. Anataka apewe nini? Mawaidha ya Mwenyezi Mungu ipate kumkula, imrudishe wapi? Chini. Zamani wakati wa utubu hapa kwa watu kukamatwa hapa town hapa, unaona hiyo Embakasi airport hii ilikuwa kwa pale inaitwa rehabilitation center. Nini rehabilitation center? Wala unachukua hapa unapeleka kwa nikoda kugeuzwa nini? Tabia. Kugeuzwa nini? Tabia. Wako kwa wazungu wale wataalamu makini wa maarifa na nini kana msifanye hivyo, binadamu anataka hivyo, asubuhi wanaonga wanapata chai ya kitanda ile yote yanatakiwa kubadilishwa, na saa 2:30 breakfast kitu namna hiyo. Embakasi airport ilikuwa mission ikaletwa ile hadi kwa wasiosikia wale ndio anza kuna baada hapo inaonekana mpe kazi yao kukuja ile baba kwa wameambiwa maneno hawakusikia.
Basi sasa kuvunja mawe labda ndio tusikiagana na mawe. Basi Qur'an ya ayuhana, Mwenyezi Mungu ameita kwayo watu, enyi watu, kad jaatkum, kabla shaka imewajia mauidha tumekatuka, mauidha imekuja kwenu kutoka kwa Mola wenu, nasiha imekuja kwenu kutoka kwa Mola wenu. Na mauidha ni nini? Nasiha ni nini? Mauidha ni maneno yaliyomo ndani yake kheri yako katika dunia na akhira, maneno yaliyomo ndani yake wema wako katika hiyo dunia na akhira, ndio moyo. Nayo ndiyo hiyo Qur'an, imo ndani yake kheri yako katika dunia yako na akhira yako. Sasa Qur'an imekuja mauidha ni kwako, Qur'an ni kitabu chako. Sasa barua imetoka serikalini huko, imekuja kwako, imefungwa mkono, mpiwe ile red seal, imeandikwa jina yako. Ukiona namna hiyo tena unaanza kutetemeka, unaanza kufungua maneno gani imefungwa ndio hiyo simu. Sasa barua ya Mwenyezi Mungu ndio hiyo Qur'an. Waislamu wametupa Qur'an, watafaulu hao? Wala gazeti kitabu afanye mkataa kufungua, mkataa kujua Mwenyezi Mungu amesema nini. Sasa dunia mzima imekataa kusoma hiyo Qur'an, na ndio instruction ya kutumia dunia imo ndani ya Qur'an, na njia ya kutumia dunia ya kiwanadamu imo ndani ya Qur'an, wamekataa. Kwa hivyo kitakachotawala ni nini? Kitakachotawala ni dhuluma, ni dhuluma. Sasa watu wakidhulumiwa, sawa wadhulumiwe, kwa kuwa wamekataa haki. Na haki hiyo ni nini? Ni Qur'an. Qur'an inakataa dhuluma, inakataa unyang'anyi, inakataa wizi, inakataa udanganyifu, inakataa. Ni watu wamekataa hiyo Qur'an. Maana nini? Tunataka kudhulumiana. Haya basi ni nini kudhulumiana? Basi wachifao ni masusudu. Na imewajia nyinyi hiyo Qur'an, imo ndani yake pozo la magonjwa ya nyoyo. Magonjwa ya nyoyo kama tulivyosema hapa, magonjwa ya moyo ni nini? Ni kiburi na hasad na ria na uju na hikdu, fundo, kuweka fundo kwa watu ndani ya moyo wako na nini, na urongo na udanganyifu. Hayo mambo ndio magonjwa ya moyo. Wahuda ndiyo Qur'an imekuja, alikuwa ni uongozi usio na kifani. Huda, uongozi usio na nini, na kifani. Wa rahmatan, na Qur'an imekuja na iman iliyo amani. Wa rahmatan, na Qur'an imekuja na iman iliyo amani. Wa rahmatan, na Qur'an imekuja na iman iliyo na amani. Sasa watu wamekataa uongozi usio na udanganyifu, watu wamekataa imani iliyo na amani. Kuongoka huko kheri huko tena kuna imesalia nini? Kuporana, kunyang'anyana, kupigana, kudhulumiana, kunyang'anyana, kuweka kitu kinyang'anyiro ndio inavuta huko, ndio inavuta huko, unanyang'anya. Hayo yote ni kwa sababu watu wamekataa nini? Haki ya Qur'an, wamekataa haki ya Mwenyezi Mungu, wamekataa yale ambayo yamo ndani yake nini? Ushirifu wao. Sasa darsa hii ya ayuha nasu darsa ilikuwa ya ulimwengu mzima. Darsa ya nini? Ya ulimwengu mzima, si ya Waislamu pekee yake. Ndio sasa dini hii, tunayo dini hii ni dini ya international religion, dini ya ulimwengu mzima. Lakini walimwengu wamekataa, lakini walimwengu ndio nini? Wamekataa. Lakini Islami hii ni dini ya ulimwengu mzima iliyotoka kwa Rabbul Alamin, muumba wa ulimwengu mzima, ndio ameleta dini kwa watu, watu wawe waaminifu, watu wawe wenye usalama, watu wawe wenye heri. Lakini watu wenyewe wamekataa kutumia utu. Watu wenyewe wamekataa kutumia nini? Utu. Wamefadhili watu kuwa wanyama.
wamefadhili watu kuwa kondoo, wamefadhili watu kuwa kina ng'ombe. Na Mwenyezi Mungu alikuwa amewatoa hao watu kutokana na klasi ya ng'ombe na kondoo, wameleta katika klasi ya watu, kwa kuwa wanaweza kusema, wanaweza kujifunza, wanaweza kusoma, wanasikia na wanaelewa. Lakini neema hii ya usikizi alionayo mwanadamu amekufuru kwayo. Neema hii ya akili alionayo mwanadamu amekufuru kwayo. Neema hii ya uoni anayoona kwayo mwanadamu amekufuru kwayo. Neema hii ya moyo ya kufahamu kwayo mwanadamu amekufuru kwayo. Sasa instruments zote zenye kumfanya mwanadamu awe mwanadamu mwenye utambuzi ameacha mwanadamu kuvitumia. Ameacha mwanadamu kuvitumia katika ile njia iliyoumbiwa kwayo hasa. Hayo yote yalikuwa Mwenyezi Mungu ameumba ili mwanadamu ajitambue yeye ni nani mbele ya Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu ni nani juu yake. Mwenyezi Mungu ni nani juu yake. Sasa wahudan, na hiyo Qur'an ni uongozi wa rahmatun, na ni rehema uliojaa ndani yake imani lilmu'minin. Sasa Mwenyezi Mungu amealiza aya akisema hiyo Qur'an ni mauidha lilmu'minin, hiyo Qur'an ni shifaa'un lilmu'minin, hiyo Qur'an ni hudan lilmu'minin, hiyo Qur'an ni rahmatan lilmu'minin. Kwa nini? Kwa kuwa muuminin ndio wanaopata faida na Qur'an. 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 Na watu wasiokuwa muuminin hawana kazi na Qur'an, hawana manufaa na Qur'an, hawana kheri na Qur'an, hawana nasiha na Qur'an. Sasa tukitaka kuwa muuminin, tukitaka kuwa wenye kupata faida na Qur'an, sasa tuwe nini? Muuminin. Walmu'min ni at-tasdiq al-kamil, ni kule kuamini imani kamili ndio anaitwa mtu mu'min. Kuamini imani kamili ndio anaitwa mtu kwa nini mu'min. Wallahu a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل أمة رسول، فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. لكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قل أرأيتم إن آتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون. ثم إذا ما وقع آمنتم به الآن قد كنتم به تستعجلون. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون. ويستنبئونك حق هو، قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ألا إن لله ما في السماوات والأرض، ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى
ورحمة للمؤمنين صدق الله العظيم. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا خليلا وفي القبر مونسا وعلى الصراط نورا ومن النار سترا وحجابا وإلى الآخرات كلها دليلا. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا، اللهم اجعل القرآن ربيع نفوسنا، اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا. اللهم ربنا حبب القرآن في قلوبنا، اللهم ربنا حبب القرآن في قلوبنا، اللهم ربنا حبب القرآن في نفوسنا. اللهم ربنا اجعل القرآن محببا في قلوبنا، اللهم ربنا اجعل القرآن محببا في نفوسنا، اللهم ربنا اجعل القرآن محببا في قلوبنا. اللهم ربنا افتح لنا فتوح العارفين واجعلنا من التالين لكتابك اناء الليل واناء النهار يا رب العالمين. اللهم ربنا ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا. اللهم انا نسالك الهدى والعفاف والغنى. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك سواك. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه فلا تزغ النار. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات فإن كانوا محسنين فزد بإحسانهم وإن كانوا مسيئين فجاوز عنهم ولكن برحمتك لا من يا رب العالمين. وصلى الله على خير خلق الله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا رب يا سبحانك اللهم. الحمد لله.